watu wanajisikiaje kuvaa nguo za Chama cha Mapinduzi baada ya haya kuendelea? Wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanaona nini na wanasemaje kuhusiana na hayo yanayoendelea, masuala ya wapinzani, hasa swala la Tundu Lissu na hili swala la Mdude Nyagali ambaye alitekwa hivi karibuni mkoani Mbeya na kutoweshwa, lakini pia tukaona kama damu, sijajua ni za kwake mwenyewe au la. Lakini nimuombe kaka yangu Emmanuel Nchimbi, mtu mwema kabisa huyu. Mimi huwa nimekuwa nikisema kwamba Emmanuel Nchimbi ni kama stabilizer ya umeme, kwamba umeme ukija mwingi huwa anauchakata na kuwa umeme wa kawaida ambao hauleti madhara katika nyumba ya mtu ama katika kiwanda cha mtu. Nimwombe ikimpendeza afanye utafiti angalau hata kwa siku 2 tu, kuona wana CCM wanasemaje kwa haya yanayoendelea kuhusiana na huyu mtu wa Singida, lakini kuhusiana na jambo hili la Tundu Lissu. Na je, watu wanajisikiaje kuvaa nguo za Chama cha Mapinduzi baada ya haya kuendelea? Napenda kukipongeza Chama cha Mapinduzi, lakini pia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mambo ambayo yanaendelea kufanyika, hasa masuala ya maendeleo. Lakini nitoe rai kwamba kuna kitu tunatiwa doa kama chama, lakini kama serikali kwa upande mmoja ama mwingine, kama ambao ni watu wa serikali wanaliona hili kama ambavyo mimi ninavyoliona huku mtaani. Kwa haya yanayoendelea ya Bwana Tundu Lissu na akina Mdude na mengine, yani kuhusiana na siasa za upinzani kwa ujumla, na huko tunakwenda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Nimuombe katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu yeye anayo pia mamlaka ama instrument za kufanya utafiti hata ndani ya siku moja tu au siku 2 tu, kupitia mifumo ambayo ipo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Naamini wanaweza kupata taarifa sahihi kwamba wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanaona nini na wanasemaje kuhusiana na hayo yanayoendelea, masuala ya wapinzani, hasa swala la Tundu Lissu na hili swala la Mdude Nyagali ambaye alitekwa hivi karibuni mkoani Mbeya na kutoweshwa, lakini pia tukaona kama damu, sijajua ni za kwake mwenyewe au la. Lakini nimuombe kaka yangu Emmanuel Nchimbi, mtu mwema kabisa huyu. Mimi huwa nimekuwa nikisema kwamba Emmanuel Nchimbi ni kama stabilizer ya umeme, kwamba umeme ukija mwingi huwa anauchakata na kuwa umeme wa kawaida ambao hauleti madhara katika nyumba ya mtu ama katika kiwanda cha mtu. Nimwombe ikimpendeza afanye utafiti angalau hata kwa siku 2 tu, kuona wana CCM wanasemaje kwa haya yanayoendelea kuhusiana na huyu mtu wa Singida, lakini kuhusiana na jambo hili la Tundu Lissu. Na je, watu wanajisikiaje kuvaa nguo za Chama cha Mapinduzi baada ya haya kuendelea? Wako comfortable au wengine wengi wanaogopa hata kuvaa hizi nguo? Nadhani Mheshimiwa Nchimbi hili analimudu kwa uhakika kabisa. Wanaweza kuona namna gani ya kufanya ili tuendelee. Sisi ni wote ni Watanzania, na hata huyo Tundu Lissu hata kitoka huko ndani hawezi kukishinda Chama cha Mapinduzi kwa namna yoyote ile. Lakini pia ninaamini
Nadhani mimi ni mtu wa kwanza kabisa kusema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi ya Tanzania, hususani huko tulikotoka, huwa nimekuwa nikimuita kwamba ni mama faraja. Wengi waliniuliza kwa nini unamuita mama faraja wakati tu ameapishwa. Nikaeleza vitu kadhaa, ikiwemo kwamba kuwatoa wale wa maabusu ama wafungwa wa kisiasa ambao walipewa kesi zingine ambazo kimsingi kila Mtanzania alikuwa anafahamu kwamba ni kama haikuwa katika hali ya utu ama Utanzania halisi ambao tumezoea sisi kuishi huku mtaani, na pia hata walioko nje ya nchi wa Tanzania wanajua Tanzania sisi tunaishije. Naamini akipata taarifa kutoka kwa Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, anaweza kufanyia kazi ujumbe huo ambao utakuwa umetoka moja kwa moja kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi ngazi za chini kabisa. Sisi ambao tuko huku chini tunasikia sauti za watu, tunasikia maoni ya watu. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi walio wengi kimsingi hawakubaliani na haya yanayoendelea.